Zailisa anaolewa sana. Tuliona alikuwa mke wa Haji Manara, si ndio? Baadaye ameolewa na mtu mwingine anaitwa Saidi. Aywa, si kitu kibaya, ni kitu kizuri, lakini pia si picha nzuri sana kwa mwanamke kuwa anaolewa sana na kuachika sana, si picha nzuri sana. Moja kati ya tukio ambalo limezua taharuki kunako mitandao ya kijamii ni kuhusiana na kuolewa ama ndoa ya moja ya wanawake ambao wamejipatia umaarufu mkubwa, ambaye alikuwa mke wa Haji Sande Manara, anajulikana kwa jina la Zailisa. Kipi ambacho kimefanya tuzungumze na Shediwani ni kuhusiana na baadhi ya komenti kutoka kwa watu mbalimbali. Wengi wanasema Zailisa ameolewa lakini ndoa yake sio halali kwa sababu ni siku moja pekee imechelea kuweza kutimia mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo wanasema ndoa hii ni kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumesema tumtafute Shediwani atuambie uhalali upoje, ni sawa, ni sahihi siku moja ama siku mbili kabla mwezi wa Ramadhani mtu kufunga ndoa, ama ndiye tunaungana na wale wanasema kwamba ndoa sio halali, hii ni ndoa ya uji. Sheikh, asalamu alaykum. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sawa, Sheikh, nimekutafuta tuweze kulitazama hili ambalo limetokea. Zailisa ambaye alikuwa mke wa Haji Sande Manara ameolewa. Baadhi ya comment zinasema ndoa hii sio halali, ndoa hii ni ndoa ya uji. Siku moja pekee imesalia kuweza kutimia mwezi mtukufu Ramadhani. Uhalali upoje? Ni sahihi mtu kuolewa kabla ya kutimia mwezi mtukufu Ramadhani, siku moja kabla? Kwanza ili suala la ndoa zinapokamilika zile shuruti zake inakuwa ni ndoa halali kabisa. Kwa hiyo iwe ni siku moja kabla ya mwezi wa Ramadhani au iwe ndani ya mwezi wa Ramadhani, ni ndoa sahihi iwapo zile shuruti zake zitakuwa zimekamilika. Kwa hiyo kama Zailisa ameolewa na taratibu zile za ndoa zote zimekamilika, ni ndoa halali kabisa na wala haina shaka. Na tuwaambie tu hata wale ambao wanaobeza na kusema ni ndoa ya uji. Kwanza unaposema ndoa ya uji una maana yake nini? Sisi tunafahamu katika suala la ndoa hakuna kitu kinachoitwa ndoa ya uji. Yaani hili ni jina ambalo au ni msamiati ambao mara nyingi sana unatumika pale ambapo mtu anapoolewa au anapooa kabla, yani siku chache kabla ya mwezi wa Ramadhani. Lakini kihakika kabisa ndoa ni ndoa tu. Hakuna uji wala chai, yote ni sawa tu. Maadamu zile shuruti za ndoa zitakuwa zimekamilika, basi ni jambo zuri. Lakini kuna kitu kimoja hapa ambacho nataka kutanabaisha kidogo katika suala hili la ndoa. Zailisa anaolewa sana. Tuliona alikuwa mke wa Haji Manara, si ndio? Baadaye ameolewa na mtu mwingine anaitwa Saidi. Aywa, si kitu kibaya, ni kitu kizuri, lakini pia si picha nzuri sana kwa mwanamke kuwa anaolewa sana na kuachika sana, si picha nzuri sana. Unajua mwanamke bora ni yule ambaye anayekaa katika ndoa yake, akadumu katika ndoa, akakutana na misukosuko ya hapa na pale, akapiga moyo konde, akavumilia katika ile misukosuko mpaka wakafikia kuzikana, mmoja akatangulia mbele ya haki, awe mke au mume. Hivi ndivyo mwanamke sahihi anavyokuwa siku zote. Na ndio maana Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama akasema khairun nisa'i man idha nadharta ilaiha sarratik. Anasema miongoni mwa mke alikuwa bora ni yule ambaye kwanza awe mrembo. Yani ukitaka kuoa mke, Mtume anatuambia awe mrembo, awe mzuri, kwa maana ukimtazama jicho lako linaona raha kwa namna alivyo. Lakini kadhalika hakuishia hapo tu kwenye urembo na uzuri, bali akasema wa idha amartaha, ni we mwanamke ambaye we mume ukimwamrisha ata'atik, anatii na kutekeleza yale ulimwamrisha. Sasa ukimwona mwanamke ana tabia ya kuachwa sana, manake anakosa hii sifa ya taa ya kuwa anamtii mume, anaikosa hii sifa.
na sisi wanaume tuko hivi, yani mwanaume huwa anajiona faraja pale anapotoa amri ikatekelezwa, na anapotoa katazo likaachwa. Mwanaume huwa anajiona mashallah, nimepata mke. Lakini mwanamume yuko tayari kabisa kuharibu na kuachana kabisa na ndoa hiyo, hata kama amekupenda namna gani, pale ambapo atapokuwa mwanamke anapoambiwa fanya, hataki, acha, ndio anachokifanya, yani akiwa hayupo katika taa. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mwanamke bora ni yule ambaye ukimwamrisha anatekeleza. Lakini kadhalika wa in ghibta anha, ukiwa mbali, umesafiri, mwanamke bora ni yule ambaye pia we mume ukiwa mbali, kwa maana umesafiri, hafidhatik fi malika wa nafsiha, lakini kadhalika atakulinda kutokana na mali yake, atalinda mali yako mume, lakini kadhalika na atajihifadhi yeye mwenyewe. Hawi mwanamke anaitwa chaote, hawi katika hali za namna hiyo. Kwa tunapata kubaini Zailisa kama kaolewa, iwe siku moja kabla ya mwezi wa Ramadhani au hata ikiwa kaolewa ndani ya mwezi wa Ramadhani, bado ndoa ni sahihi, haina shida. Bali huu ulikuwa ni wasia wangu tu kwake, kwa maana asiwe mtu anaye achika, kwa sababu kuachika kunaleta sifa mbaya, kunaonyesha anakosa sifa ya taa, ya kumtii mume. Hakuna mwanaume mjinga anaweza kumwacha mke ambaye anamsikiliza katika kila jambo, ambaye anamtii katika kila jambo. Mwanaume wa namna hiyo akamwacha kwamba nimeamua kumpa talaka, hayupo duniani. Sote tunataka wanawake ambao wanakuwa chini ya taa. Ukimwamrisha anafanya, ukimkataza anaacha. Ukisafiri anakulinda, yani hapendi kusikia unazungumzwa vibaya. Lakini kadhalika vile vile atalinda mali yako, haitumii hovyo hovyo. Na mwanamke bora ni yule ambaye mume akimwambia kuna marafiki zako fulani na fulani hawastaki kuwaona, anaachana nao. Mimi niliwahi kuoa mwanamke mmoja, sifa hii alikuwa anayo kabla hajakutana na majitu fulani hivi. Yani alikuwa ni mtu ambaye ukimwambia bana kuna mtu fulani naona alama ya taa nyekundu, alikuwa hazunguki. Anamwambia kabisa bana, wewe mimi naona urafiki wangu mimi na wewe uishie hapo, kwa sababu bwana mkubwa huku hataki, kwa sababu kuna viashiria fulani ameviona, akasema kwamba viashiria hivi vina hatari katika swala zima la ndoa yetu. Kwa hiyo wewe kaa pembeni, tuache sisi maisha yaendelee. Alikuwa hivyo. Kwa hiyo sifa hii alikuwa nayo, lakini alikosa sifa nyingine ikamtoa katika ndoa. Kwa hiyo inshallah mimi niseme tu hivi ya kwamba ndoa ya Zailisa, maadamu sharti za ndoa zimekamilika, ni ndoa sahihi, ni ndoa halali. Na wala mtu mwingine yoyote asisite, kwa sababu kuna watu wanasema ni ndoa za uji hizo. Uji maana yake nini? Hapana, ni ndoa ya kawaida kabisa. Na sio tu hiyo, hata ndani ya Ramadhani, kama kuna mtu kamuona binti kachumbia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tena sio usiku, mchana kabisa, anaruhusiwa kuoa, ila haruhusiwi kukutana naye katika tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani. Hilo ndo haruhusiwi. Lakini anaweza kufunga ndoa mchana, alafu akasubiria usiku baada ya futari, akafuturu kile chakula kikubwa, mambo yakaenda vizuri bismillah. Kwa hiyo ni jambo zuri tu. Sheikh Diwani, Zailisa ni miongoni mwa wanawake ambao wengi wanawatazama, ama watu wengi wanamtazama yeye kama role model wao, na ama wengi wanapenda kile ambacho Zailisa anakifanya. Bila shaka kuolewa kwa Zailisa kuna funzo hapa, baadhi ya watu limewakuta kwamba walau na mimi niache kufanya mambo ya dhambi niingie kwenye ndoa. Wewe kauli yako ni ipi kwenye hili, ama kwa hawa watu ambao wanamtazama Zailisa, watu maarufu na hata ambao sio maarufu? Mimi kauli yangu ni nzuri sana. Kwanza nimpongeze Zailisa kwa hili, kwa sababu ikiwa yeye ni role model wa baadhi ya watu, kuna watu watafata hii nyendo yake. Alafu pili ni ungwana. Yani tukisema ni ungwana, maana yake ametazama akaona hebu niingie katika kinachoitwa ndoa. Na katika ndoa kuna faida. Miongoni mwa faida za ndoa ni thawabu. Yani mwanamume anapokutana na mkewe katika tendo la ndoa, au mke anapokutana na mume wake katika tendo la ndoa,
Maadamu hawa ndoa hii wameifunga kisharia, wanapata thawabu. Kinyume chake, kama mtu atakutana na mwanamke tu ambaye hajamuoa hawara, au mwanamke akakutana na mwanaume ambaye hajamuoa bwana, basi hawa watakuwa wanapata madhambi. Lakini wakiwa mke na mume wanapata thawabu, wanastarehe, wanapata raha, wanapata na thawabu. Lakini hawa wanastarehe, wanapata raha, wanapata na madhambi na wanaenda motoni. Unaona kazi hiyo. Lakini kwa hiyo Zailisa ametoa somo moja kubwa sana kwa wale watu pia ambao pia na wao ni maarufu. Hebu fanyeni kama alichofanya Zailisa. Achaneni na haya maisha ya kuwa na makando kando. Tafuteni ndoa, oleweni. Katika kwa mujibu wa sharia mambo yatakuwa yamekwenda vizuri kabisa biidhnillah. Kwa hiyo ametupa somo kubwa ya kwamba mimi ni Muislamu. Na kwa kuwa mimi ni Muislamu, ndoa ndo kitu ambacho kinachoridhiwa na Mwenyezi Mungu. Sasa kwa nini tusifanye ndoa? Akaamua kufanya ndoa. Inshallah jambo zuri sana. Jambo zuri sana, na wengine dada zangu ambao mtapata fursa ya kuona klipu hii, hebu muigeni huyu dada, oleweni, acheni masala ya kudanga, si mazuri sana. Naam. Mara kadhaa umekuwa ni moja kati ya watu ambao wanahubiri mambo mema kuhusiana na kumcha Mwenyezi Mungu na kuacha ile madhambi, na nimekusikia kwa baadhi ya video kunasema kwamba kuhusiana na yale ambayo unayafanya kila kukicha kwa kuweza kuhudumia watu wenye shida tofauti. Wanawake wengi huenda wakatamani kuwa kama vile ambavyo Zailisa amefikia. Wengi wanatamani ndoa, lakini ilivyokuwa sio bahati, haipo hivyo. Watu kama hao unawasaidiaje wewe binafsi? Bahati ni kitu kikubwa sana. Yaani ukimwona mtu ana bahati, basi huyo mtu muombe kheri, usimuombe shari wala kumuombea hasad. Wengi katika sisi, mtu akiwa na bahati unataka izimike ile kabisa, ili mradi naye afanane na wewe, au ikiwezekana wewe na hali mbaya zaidi kuliko wewe. Sasa hii bahati ni kitu bora sana, na kweli wapo baadhi ya dada zetu wengi sana wanatamani sana kupata ndoa, lakini ndoa zinakuwa ngumu sana. Na wengine wanao waume, yani wana wachumba, lakini wale wachumba siku zote wamekuwa ni watu wa kalenda tu. Subiri mwezi ujao, mwaka ujao, subiri kwanza tunajipanga, subiri hivi. Alafu cha ajabu sasa, baada ya muda kadhaa anasikia yule mtu kaishaoa mtu mwingine, au ana mpango wa kumuoa mtu mwingine. Anabakia kuumia, anabakia kunungunika. Hapa kuna mambo mawili nataka niaseme kwa haraka haraka, alafu nitoe suluhisho ya hili tatizo biidhnillah. Jambo la kwanza, mara nyingi sana ni washauri na kuambia dada zetu, unapokuwa na mchumba au mwanamume amekuja akasema nahitaji kukuoa, epuka sana na mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, kuthratu sual, kuwa ni mtu ambaye unaomba sana hela. Yani mtu kaja kakutokea tu, alafu tayari hapo hapo unaanza kumwambia unajua la leo nina hamu kweli ya chipsi. Sasa huyu bwana anaanza kujiuliza, leo tu na chipsi inatakiwa, itakuwaje hapa? Anafaa kweli kuwa mke huyu? Anaanza kujiuliza, anaona kwa huyu kuwa mke wangu ili bomu ili litakuja kunilipukia baadaye. Ndio naona alikuwa ni mtu ambaye anajisogeza karibu, anaanza kukupotezea. Anakimbia, matokeo yake anapotea. Jichunguze wakati fulani. Lakini miongoni mwa mambo ambayo yanamkimbiza mwanamume ni ile kutaka kumdhibiti. Yani kaja anataka kukuchumbia, alafu wewe unataka kumdhibiti. Unataka ujue kila dakika yuko wapi, anafanya nini, yuko na nani, kwa nini awepo hapo, kwa nini hajapiga simu, kwa nini hajatuma message, kwa nini hajapokea. Yani ukiwa ni mtu ambaye unataka kumlimiti hivyo mwanamume anaona kwa huyu kuwa mke wangu hapana. Sina mapenzi hayo. La, mapenzi hayako hivyo. Mapenzi ni kitu kingine kabisa. Mapenzi yanajengwa na vitu vinne kwa mujibu wa al-Imam Shafi'i. Jambo la kwanza al-hurma, heshima. Yani heshima. Lakini cha pili al-ihtimam, kujali, kumjali mtu. Na cha tatu ar-rahma, huruma. Alafu cha nne ndio inakuja mapenzi yenyewe. Ndio yanajengwa na hivi vitu. Unamhurumiaje ulokuwa naye? Ni kila dakika unamwambia naomba 3,000, naomba 5,000, na shida na 20,000. Huku ni kumhurumia, ni kumuumiza. Kwa hiyo mtu anapata huyu hana huruma na mimi.
anaanza kukupotezea. Kwa hiyo lazima dada zetu wawe makini sana na hizi tabia za hali za namna hii. Lakini kitu kingine hatari, punguza sana kuthratul kalam, kuwa tharthara. Tharthara ni mtu wa maneno mengi sana. Yupo mtu mmoja aliwahi kunijia mimi, eji imeenda kidogo, anasema Sheikh bana, kwa umri huu na niona mimi sijapata hata wa kunioa. Kwa hiyo nahitaji tufanye dua, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nitilie nuru na mimi apatikane wa kunioa. Sawa, hamna shida. Akakaa tukafanya dua. Mwenyezi Mungu akaleta kabuli na ijaba, ikajibiwa ile dua. Akapata mtu, tena mtu mzuri kabisa. Yule mtu kaja, kamuona, kampenda, kwa hiyo wakawa katika prosesi sasa za kuoana. Huyu mwanamke sasa ikawa kila dakika anampigia simu mchumba. Mazungumzo wakikata simu, akikaa baada ya dakika 5 inapigwa tena simu kwa mchumba. Mazungumzo anazungumza yale yale, yanajirejea hayo. Mwisho yule mchumba akaona, hivi unataka kuoa mzima kweli wa akili huyu? Unaona hatari? Akaanza kujiuliza, mzima wa akili kweli huyu? Mbona hivi? Yule bwana ikabidi akimbie sasa. Kwa nini? Tharthara, maneno mengi. Kwa hiyo dada zetu pia wapunguze maneno mengi. Na kitu kingine, wapunguze kujigambia uzuri wao. Hakuna mwanamke ambaye mwanaume anakimbia haraka sana kuliko, yani katika wanawake ni yule ambaye anayejigamba kwa uzuri wake. Mimi unaniona mimi, wanaume wengi sana mimi wananitaka mimi, wananifuata na wakataa kwa ajili yako. Mwanaume akisikia kauli hii wallahi akai. Kumbe huyu anasema wanaume wengi wanamfuata kwa ajili yake. Kuna sehemu mimi nitaka kuoa, namaliza hiyo. Nitaka kuoa. Tulikuwa Arusha, Sheikh Sabasi alikuwa na kituo chake cha dua pale Arusha miaka kadhaa iliyopita. Sasa akaja pale binti mmoja, mashaallah ni binti mzuri tu. Mimi nikamuuliza yule binti, umeolewa? Akasema wallahi sijaolewa na ninatamani sana ningepata mtu wa kunioa. Nikamwambia sawa inshallah. Binafsi mimi nataka kuoa. Na kama hujaolewa na ukiridhia basi mimi nioe. Yule binti akasema hamna shida. Tukaanza process sasa za nini? Za ndoa. Baada zile process za ndoa, siku ya kwanza yule binti akanambia, bane, kuna ndugu yangu anaolewa wiki ijayo. Kwa hiyo nilikuwa nataka gauni fulani hivi la shilingi 80,000. Na mimi ile pesa nilikuwa nayo. Nikasema alhamdulillah, nimepata fursa ya kumpima sasa ninayetaka kumuoa. Ndiye au kuna shida hapa? Basi nikamwambia basi inshallah uje kesho nitakupatia hiyo fedha. Sawa? Basi kesho yake yule binti akaja na mdogo wake. Bana, nimekuja sasa, uliniambia nije leo. Nikamwambia ni kweli kabisa, lakini leo nimepata dharura kidogo, fedha nilikuwa nayo nimeitumia kwa jambo fulani. Kwa hiyo labda tutazamie kesho tuone itakuwaje. Mwanamke akasema, unajua nikwambie kitu? Niambia naam. Mimi nilikuwa na mtu ambaye ni usalama wa taifa na hela nyingi. Baada ya kukutana na wewe tukazungumza masuala ya ndoa, niliamua kuachana na yule mtu. Yule mtu alikuwa ananijali mimi kwa kila kitu. Leo tena unaniambia mambo ya namna hii. Ni bora tu ningekuwa zangu na yule mtu. Unasikia hii lugha? Nikaona kama ndio hivi, nikamwambia sasa sikiliza nikwambie kitu. Mimi sipendi mtu ambaye atakuja kulalamika baadaye. Maadamu ulikuwa na mtu mzuri, anakupa hela zozote unazotaka kwa wakati unaotaka, mimi naamini huyu ni mtu bora zaidi kuliko mimi. Kwa sababu mimi kukupa kwa wakati unaotaka hapana, bali nitakupa wakati nitapopata, ndipo nitakupa. Sasa kwa hali hii huyo ni bora zaidi kuliko mimi, kwa sababu mimi nitakusumbua au kwa hali hiyo. Basi yule binti akamwambia, wewe ukinitazama mimi unanionaje kwanza? Mimi mrembo. Mimi nikitoka hapa mpaka pale watu wanagongana hapa. Nikamwambia mashaallah, ni kweli kabisa wewe ni mrembo. Lakini kwa namna hiyo naomba niwaachie warembo wenzako katika wanaume warembo tu kama wewe. Lakini kwa mimi ambaye sina uhandsome huo, siwezi kukaa na wewe. Basi Mwenyezi Mungu akawa amenionyesha hapo hilo jambo. Kwa hiyo kwa mwanamume, suala la mwanamke kutambia uzuri wake ni jambo linamkimbiza mwanaume haraka mno kuliko kitu kingine cha aina yoyote.
Basi lile jambo likawa limeishia hapo, na Mwenyezi Mungu akajalia nikapata mimi mtu mwingine, tukafunga ndoa mpaka leo tupo mwaka wa 10 sasa huu. Alhamdulillah rabbil alamin, namshukuru Mwenyezi Mungu amejalia kila la kheri. Kwa hiyo kuna wale wanawake ambao wanatamani sana kuingia katika ndoa na wanania kweli za ndoa. Hawa sisi tunawaambia insha Allah Mwenyezi Mungu atawajalia kila la kheri, lakini tuna kitu bora sana ambacho kinachoitwa tanwiru aljasad. Hii tanwiru aljasad ni dawa mujarrab kwa ajili ya kutia nuru mwili. Kuna wale watu wana nuksi, mikosi, mabalaa, wanao wachumba, uchumba hautimii, na wengine hawana kabisa wanaume, kila anayemuona anamkimbia. Hana kasoro ya aina yoyote, tabia njema, maneno yake mazuri, matendo mazuri, lakini bado pamoja na hivyo akimpata mtu anamkimbia. Hii ni tanwirul jasad, ni nzuri sana kwa ajili ya kutia nuru mwili ili mambo yaweze kwenda vizuri kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo niwaambie tu wewe ambaye unatamani sana kuingia katika ndoa, ndoa ni kitu kizuri sana, lakini kadhalika tengeneza mwili wako, mambo yatakaa sawa sawa, mambo yatakaa sawa sawa. Lakini hapa nitoe ilmu kidogo. Dada zangu wengi sana wana shida ile ya kuwa wanatembea sana na janaba, na wanatembea sana na hedhi. Yani mtu ameingia katika hedhi na ametoka katika hedhi yake, lakini hajui namna ya kuoga. Ujue kuoga hedhi au kuoga janaba sio sawa sawa tu na vile unavyojiogea tu. Kuna kuoga kwa ajili ya kuondoa jasho na kuna kuoga kwa ajili ya kuondoa hedhi pamoja na janaba. Na janaba si haina maana kwamba janaba ni kwa mtu tu ambaye hujaoana naye. Maana kuna watu wanafikiri hivyo kwamba akiwa na mke wake anahisi sio janaba. Ni janaba pia. Aiyo, ifahamike hivi. Sasa namna ya kuoga nataka niwaelekeze hivi. Lazima kwanza muoge mwili mzima. Yani asiwe anaoga passport size, yani shingo tu kuja huku chini, kichwa kinabakia kwa sababu kuna nywele kasuka za gharama. Hapana, inatakiwa zile nywele zifumuliwe zile. Alafu aoge mwili mzima na hakikishe maji yamefika sehemu zote. Lakini kwanza ni vizuri achukue udhu kabla ya kuoga. Hii ni sunna, sio lazima, lakini ni sunna, inapendeza. Kisha baada ya hapo aoge sasa kuanzia upande wa kulia. Yanamwagia maji kuanzia kichwani na kuja upande wa kulia, au anaanza hapa katika bega upande wa kulia mara 3. Alafu kisha anakuja upande wa kushoto anaoga mara 3. Alafu kisha baadaye anamalizia sasa kichwani, ahakikishe maji yameenea mwili mzima. Baada ya kuoga katika utaratibu huo sasa unaweza ukaipata hii tanwirul jasad, nayo ukaogea. Baada ya hapo unaweza tukapigiana simu tukaambiana alhamdulillah ndoa nimepata na mambo sasa ni mazuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Jinsi ya kuweza kuipata hiyo dawa, na labda kwa yule ambaye atataka umuelekeze sasa kwa kuonana, sio kwa kutumia hii video, atakupataje sasa? Jinsi ya kuipata hii dawa ni wewe kuwasiliana nasi kwa namba zetu za simu ambazo bila shaka utatupata dhahiri kabisa, na ofisini kwetu ni hapa Mbagala, Kiziwiani, barabara ya lami ya Jeshini. Ukifika hapa utakuwa umetupata, na inshallah unaweza ukaipata pia dawa hii ambayo inaitwa tanwirul jasadi, kwa maana kutia nuru mwili, na tutashuhudia ndoa nyingi na inshallah na tunaziombea ziwe na neema na kheri tele inshallah.